tuko hapa kwa jambo moja kubwa la kujivua wanachama wa Chadema. Tunajivua kwa sababu gani? Kwanza kabisa tuambie ni kwamba chama chetu kimekuwa na mgogoro mkubwa tangu uchaguzi wa kitaifa ulivyoisha mwezi Januari. Uchaguzi ulivyoisha mwezi Januari, tumekuwa na kutoelewana ndani ya chama. Kumekuwa na magenge mawili ndani ya chama. Uchaguzi ulivyoisha, walioshinda hawakuamini kama wameshinda, wakaendelea kushambulia kundi la upande mwingine. Kwa hiyo mpaka ifikia hatua kundi la upande mwingine likawa linafanya kazi ya chama kwa hofu kubwa sana. Wengine wamevuliwa wanachama, wengine wamefukuzwa kwa kuonewa, kisa tu kwa sababu hawakumuunga mkono aliyopo leo mwenyekiti taifa. Hivyo sasa mpaka imefikia kwetu sisi. Tunapozungumza hivi, kulikuwa na mikakati ya kuondolewa wanachama. Ni kwa sababu tu tulimuunga mkono Mheshimiwa Mbowe. Kwa wameshindwa kutuamini sisi ndani ya chama. Wanatuona ni kama vile ni watu ambao tunafanya kazi nyingine tofauti na chama. Kwa na sisi tukafikia hatua ya kuona kwamba hatuwezi kuishi kwa mazingira hayo. Hatuwezi kuishi kwa mazingira ya hofu ndani ya chama kimoja. Kwa sababu tukiishi kwa hofu ndani ya chama kimoja, hatuwezi kufanya kazi ya chama. Siku zote mnapokuwa mnaishi kwa hofu ndani ya chama kimoja, hamwezi kufanya yale ambao wananchi wanahitaji. Hatuwezi kuleta ukombozi wa nchi kama tunaishi sisi wenyewe kwa hofu. Kwa hiyo sisi tumeamua kujivua, kwa maana ya kwamba ni bora tupumuzike. Tuangalie namna nyingine ya kufanya siasa, sio tunaoifanya sasa hivi. Ukipitia kwenye magrupu yetu ya WhatsApp ya chama, ni matusi kila siku. Mimi binafsi ninavyozungumza hapa, ninatukanwa kila leo. Kila leo natukanwa. Kuna vijana ambao wamepandikizwa, wanawekewa mabando kwa ajili ya kutukana baadhi ya viongozi ambao wanamuunga Mbowe kwenye nafasi ya mwenyekiti taifa. Wanawekewa mabando kwa ajili ya kutukana viongozi. Na wanakuwa wanapewa maelekezo. Na ndio maana wale vijana wanakuwa hawachukuliwi hata hatua za kinidhamu. Mimi mwenyewe hapa ni mwenyekiti wa kamati ya maadili ya kanda. Lakini pamoja na kuwa mwenyekiti wa kamati ya maadili ya kanda, huwa nina wajumbe wangu ambao wanatakiwa wateuliwe na kamati tendaji ya kanda. Mpaka dakika tunavyozungumza hawajateuliwa. Na kwa sababu gani hawajateuliwa? Kwa sababu ili mimi nisifanye kazi ya kuangalia maadili. Kwa hiyo maana yake mpaka sasa hivi kinachofanyika kwenye kanda, wanaokalia vikao vya maadili inakuwa ni kama tendaji ya kanda. Kwa hiyo mimi kamati yangu imenyimwa nafasi ya kuweza kuangalia changamoto hizi za kimaadili ambazo zinatokea ndani ya chama. Na wanajua kwamba ile kamati ingekuwa imeshaundwa, manake jambo hilo ningekuwa nalishughulikia mimi. Manake wale vijana ambao wanahusika kwa ajili ya mambo haya kutukana viongozi, kutukana wanachama, ningekuwa nimeshachukua hatua. Kwa hiyo wameninyima nafasi hiyo kwa sababu wanajua kwamba nitawashughulikia. Kwa hiyo sasa tumefikia maamuzi hayo. Lakini kwa mimi binafsi, kwa uzoefu wangu wa ndani ya chama, leo mimi na miaka 10 ndani ya chama. Na miaka 10 ndani ya chama. Ni kwamba tangu uchaguzi umeisha wa chama, mimi binafsi makamu mwenyekiti taifa Mheshimiwa Heche alinitumu hadharani. Akanitamkia maneno ambayo sikuyategemea kama ningekuwa nimeambiwa na makamu mwenyekiti taifa. Nafikia maamuzi ya kujivua wanachama ili angalau basi jahazi hili linapozama tusiwe sababu ya jahazi hili kuzama. Ili walizamishe wao wenyewe, waharibu chama kwa mikono yao wenyewe, wasije wakasingizia mtu mwingine. Mimi ndani ya kanda ndo nilikuwa meneja kampeni wa Mheshimiwa Mbowe. Kama mgombea kama walivyokuwa wagombea wengine. Lakini imefikia hatua inaonekana kama tulivyokuwa tunamuunga Mbowe, kama vile tulikuwa tunamuunga mkono mgombea wa CCM, kwamba alikuwa anagombea mgombea wa chama kingine sio Chadema. Kwa sababu tumeshakuwa na uadui mkubwa ambao ni zaidi ya uadui tulionao ndani ya CCM. Kwa sasa tunajiuliza kwamba Chadema ilikuwa ina vyama vingapi? Kama Mbowe hakustahili kugombea, wangemnyima fomu, wakabaki wagombea ambao pengine walikuwa wanaonekana ni sahihi. Lakini Mbowe alivyochukua fomu, maana alikuwa ni mwanachadema na alikuwa anastahili kupata wanachama na waungaji mkono kama sisi tulivyomuunga mkono. Lakini tulitegemea sisi uchaguzi ungeisha, haya mambo yote yangewekwa vizuri, tukaendelea na chama chetu. Lakini sasa imeshakuwa vita ndani ya chama. Ni vita kubwa ambayo sasa ni zaidi tunavyopambana na CCM. Lakini sisi tukajiuliza hatuwezi kuishi kwa mazingira hayo. Ni bora tukajinasua, tukakaa pembeni ili wao waendeshe chama. Lakini pia jambo la pili ambalo limetufanya sisi tujivue wanachama ni kama tumewatelekeza wananchi. Wananchi wanaonewa na CCM kila siku kunapokucha, wanaonewa na CCM. Lakini sisi Chadema tukasema tunajiondoa kwenye uchaguzi. Hatushiriki uchaguzi.
Kitendo cha kusema tushiriki uchaguzi, maana yake tumeamua kuwatelekeza wananchi. Wananchi wapo wanatusubiri kwa ajili ya kuwasaidia, kwa ajili ya kuwaokoa na midomo michafu ya CCM. Hata tukisema tushiriki uchaguzi, na njia ya kuwasaidia wananchi ni uchaguzi. Tusiposhiriki uchaguzi tunawasaidia nini? Kwa habari za makala, simulizi, mikasa na matukio yote ya kijamii, wasiliana nasi kwa simu namba 0627 58 9709. Jimbi TV, sauti yenye nguvu.